Subscribe The Sport Show. Ukimya wa Simba katika hili sakata la TFF na bodi ya ligi mpaka dakika hii, je, unauelewa? Lakini pia kuna taarifa ngumu kuhusiana na klabu ya Yanga. Unataka kujua ni taarifa gani? Tafadhali naomba unisikilize kwa makini sana. Kuna taarifa ngumu sana kunako klabu ya Yanga, ambapo inabidi kama shabiki wa Yanga uzoee popote pale ulipo. Naomba uitie kwenye moyo wako, lakini kwenye akili yako ujiandae kisaikolojia, kwa sababu inaweza ikakuumiza na mpaka ukajikuta unatoa kauli ambayo kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukasema kwamba si sawa. Tuendelee na sakata ambalo linaendelea sasa hivi, lakini pia kuna kitu ambacho mimi nimeking'amua ambayo naomba kushare na wewe moja kwa moja. Kwa mfano, klabu ya Simba mpaka dakika hii haijatoa statement yoyote kutokana na kile ambacho kimetokea, lakini kubwa zaidi ni klabu ya Yanga, ambapo Max Nzengeli anahusishwa kuondoka kwenye klabu hiyo. Sawa. Hiyo ni habari ngumu sana kwa klabu ya Yanga, kana kwamba ukiwa kama shabiki wa Yanga inabidi yani uvae mabomu ya kuelewa, lakini pia siji nisemeje ili uweze kunielewa, kwa sababu Nzengeli ndo engine ya Yanga. So kwa namna moja ama nyingine kuondoka kwake pengine inaweza ikawa ni pigo. Unataka kujua anataka kwenda wapi? Yes, ni hivi. Klabu ya Wydad Casablanca au Wydad Athletic wameweza kuweka dau kwa ajili ya kutaka kumsainisha Max Nzengeli kutoka klabu inayomiliki. Kumbuka kwamba Nzengeli yupo Yanga kwa mkopo kwa muda mrefu, alikuwepo kwa mkopo wa muda mrefu na mkopo wake unatamatika mwezi huu rasmi, na kuanzia mwezi unaokuja Nzengeli atarudi katika umiliki wa timu yake ya zamani. Lakini mpaka dakika hii klabu ya Yanga inapigana vikumbo na vilabu vingine vinavyowania saini yake, kwa sababu sasa hivi amegeuka kuwa lulu sokoni. So kwa namna moja ama nyingine Yanga inajitahidi sana kujitafuta ili iweze kushinda na kuweza kumbakiza Max Nzengeli. Kwa nini? Kwa sababu ameonyesha uwezo katika misimu kadhaa aliyokuwepo kunako klabu ya Yanga, lakini pia timu nyingi zimekuwa zikimvutia, ikiwemo klabu ya Simba ilionyesha nia ya kutaka kumsajili, lakini pia klabu ya Wydad pia inataka kumsajili, lakini wakati huo klabu ya Yanga inataka kumbakiza. Kwa hiyo ni vuta ni kuvute. So kutoka kwa Max pia yeye kitu ambacho wanachozungumzia ni kwamba yeye hana shida, lakini pia kuna ofa ambayo ameweza kuzungumza. Tayari klabu ya Yanga imeshamuofa dola 200,000 ili aweze kusign, lakini pia inadaiwa kwamba pengine anahitaji dau zaidi ya hapo. Kulingana na tetesi zilizopo, pengine huenda Max akasajiliwa na Wydad Casablanca na kuwa mchezaji halali, lakini pengine itategemeana na ushawishi, kwa sababu mpaka dakika hii yeye amesema dau likiongezeka kidogo yeye atabaki. Kwa hiyo kuna kuondoka au kubaki. Tuone nini kitakachojiri katika hizi dakika za usajili ambazo tayari zinaendelea barani Afrika na duniani kiujumla, japo timu nyingi sasa hivi au watu wengi sasa hivi macho yao yapo kwenye FIFA World Cup, wakiangalia FIFA World Club, sijui unanielewa, wakiangalia zaidi kunako hayo mashindano yanayoendelea Marekani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo pengine baada ya mashindano ndo tetesi nyingi za usajili zitakapovuma zaidi kuanzia mwezi wa 7, lakini pia kubwa zaidi ni endapo klabu yetu ligi zitakapokuwa zimetamatisha
mzunguko wake wote, ndio pengine tutakuja kusikia tetesi nyingi sana zikiendelea. So tutege masikio kutaka kujua ni nini ambacho kitajiri. Je, atabaki Yanga au ataondoka Yanga? Atasainiwa na Simba au itakuwaje? Lakini hili linakuwa ni pigo kwa klabu ya Yanga kwa sababu kupata mrithi wa Max itawachukua muda sana, kutokana na kupata quality kama hizi huwa hazitokei mara kwa mara, yaani huwa zinatokea mara chache sana kulinganisha na namna ambavyo kwa namna moja ama nyingine wachezaji wa sehemu tofauti tofauti wanapatikana. Max alikuwa ni tenki kwelikweli, sababu anaweza kacheza dakika 120 ni kama vile kacheza dakika 10. Sasa kupata mchezaji wa kariba yake inakuwa kidogo ni utata fulani, yani ni ngumu kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa scouting ya Yanga tunaiamini itatuletea kile ambacho sisi tunatamani kukiona kutoka kwao, kitu ambacho tutajivunia kama wana Yanga na kuona kabisa kwamba yes, timu yetu kwa namna moja ama nyingine imetuletea kile tunachokitaka. So pengine tusubiri, huenda akabaki au akaondoka. Lakini turudi kwenye ukimya wa klabu ya Simba, maana mpaka dakika hii klabu ya Simba imekaa kimya sana pasipo kujua nini wanachokifikiria, kutokana na ile sakata ya bodi ya ligi kusogeza mechi mpaka tarehe 25. Kunazua maswali mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine mpaka dakika hii sisi kama wadau wa mpira tujaelewa ukimya wa Simba unakuwa ukimaanisha nini. Lakini kwa klabu ya Yanga kwao ni furaha na vicheko, kwa sababu wanaona kwa namna moja ama nyingine kwamba sehemu yao ya hutani kwa klabu ya Simba umetimia, kwa sababu wao walisema hawachezi Simba dakika za mwisho, nao wakasema hawachezi. Kwa hiyo sasa hivi kibao kimegeuka kwa Simba kwa kuulizwa, je, unaleta timu au hauleti? Mtani unacheza au hauchezi? Kwa hiyo mpaka dakika hii hatujaona official statement kutoka klabu ya Simba ikionyeshea kutaka kucheza mchezo huo au kuutaka kama ilivyokuwa ikiutaka tarehe 15. So pengine tusubiri siku 2-3 hizi, huenda tukapata official statement, kutokana na kwamba mara baada ile taarifa kulikuwa kuna ukinzani wa pande mbili. Kuna waliokuwa nakubaliana nao na kuna ambao walikuwa wanakataa. Je, watagomea mchezo au watakubali mchezo? Na wakigomea mchezo itakuwaje? Na wakikubali mchezo itakuwaje? Nimewahi kukuambia hapa nyuma kwamba matarajio yangu ninaona kwamba Simba akikubali pengine atafungwa goli nyingi na ikawa fedhea kwa Simba kiujumla, kwa sababu the way ambavyo amekuwa akiutaka mchezo ni Yanga anakuja anamtoa kwenye ule mfumo, na Simba kubaki peke yake katika hali ambayo inamfanya ashindwe kujiandaa kikamilifu kuhusiana na sakata hilo. Kumbuka klabu ya Simba imekuwa ikijiandaa nje ya uwanja kwa muda mrefu kuelekea mchezo huu, lakini Yanga kama Yanga wamewapiga chenga, yani ni ile chenga kama ya swala yani umejiandaa tunaenda kucheza kesho, afu kesho kunatokea la kutokea, mwisho wa siku mnaachwa solemba. Ndio kitu ambacho klabu ya Yanga imeifanya kwa Simba. Simba imebaki hina la kufanya, hina la kusema, na wakati huo huo mchezo inatakiwa uchezwe. Je, watakapoleta timu itakuwaje? Lakini kumbuke kwamba klabu au hivi vilabu vilivunja kambi rasmi pengine kuanzia kesho au kesho kutwa wakaanza kurudi kambini, ijapo taarifa zilizokuwepo ni kwamba kambi ilirejeshwa kutokana na kuwa na mchezo na Ken Gold, ambao mchezo huo unaenda kuchezwa Tabora badala ya Mbeya na KMC, kwa taarifa zilizotokea, kwa sababu siku chache nyuma tulipata tetesi kwamba pengine game inaweza ikachezwa KMC, lakini mpaka leo kuna tetezi zimeibuka kwamba wachezaji na benchi la ufundi linaelekea benchi la ufundi la Ken Gold linaelekea Tabora kwa ajili ya mchezo, kwa wameamua kupeleka mchezo Tabora. Pengine tusubiri, huenda kukawa na lolote au kukawa kuna mabadiliko, lakini haya yote yanatokana na Ken Gold kuwa ameshakamilisha ratiba yake
na ameshashuka daraja kiujumla, kwa hiyo hana tena cha kupoteza. So macho na masikio yetu yabaki kunako tarehe 18 ambapo mechi nyingi zitachezwa. Yanga atacheza na Tanzania Prison, lakini pia klabu ya Simba itacheza dhidi ya Ken Gold. Hizo ni habari ambazo zinaendelea kushika vichwa, lakini kubwa zaidi mpaka dakika hii hatujaelewa hatma ya klabu ya Simba. Wanasusia mchezo au wanakuja kucheza? Ila kuna habari pia ya Ally Kamwe ambayo bado inazidi kuzua utata, kwa maana mpaka dakika hii ilisadikika ameitwa kunako kamati ya maadili ya TFF, lakini mpaka sasa hivi hakujatokea taarifa yoyote ya kupewa adhabu au kufika au mwanasheria au kujadiliwa. Pengine hii inaweza ikawa imetokana na ile bodi ya ligi kuwa imevunjwa, kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine vichwa vya viongozi wengi vikawa vinashindwa kuelewa ni nini wakifanye kuelekea mechi ijayo, lakini pia nini wafanye kuelekea kile ambacho kimetokea na kunako kukamilisha ratiba za ligi zilizokuwepo. So kwa namna moja ama nyingine bado kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea, lakini kubwa zaidi tuliangazia kunako tetesi za usajili za kubomolewa kwa klabu ya Yanga, kwa sababu kuondoka kwa Max Zengeli utaitia pigo klabu ya Yanga, lakini Diarra naye anaondoka, Aziz Ki ashaondoka, kwa hiyo ni pengo juu ya pengo. So tafadhali naomba kama una chochote cha kushare nasi weka kwenye comment nasi tutakujibu, lakini pia asante kwa kuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Ni hayo tu ambayo nimekuwa nikikuandalia kwa siku ya leo. Naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu kama bado, lakini pia usiache kushare kwa washikaji kuhusiana na The Sport Show.